Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وسلم أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Inshallah leo tutaanza tafsiri ya sura mpya baada ya siku ya jana kupitia tafsiri ya suratul Qadr, na tukaelezea ubora wa Lailatul Qadr na matendo bora yanayotakikana katika usiku wa Lailatul Qadr ambao unapatikana katika masiku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tukiwa tayari tumeshaingia katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie nishati, atuondolee uvivu, atujalie nishati ya kufanya ibada zake ili tuweze kumaliza Ramadhani katika namna ambayo ilikuwa bora na kwa namna ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu. Tafsiri ya leo tutakuwa na tafsiri ya sura mpya, nayo si sura nyingine, ni suratul Insan, sura ambayo Allah ameita jina la mwanadamu ama kufahamika kama suratul Taha, na kihakika kufahamika kama suratul Insan, sura ya mwanadamu. Mwanadamu ameitwa kwa majina tofauti katika Qur'an, ameitwa insan, ameitwa bani Adam. Insan mara nyingi hutumika katika hali ya mwanadamu kughafilika na muumba wake. Ukiona nilikuja neno insan katika Qur'an, hutumika katika hali ambayo mwanadamu ameghafilika, ima na neema za Allah ama ameghafilika na hali fulani ya kukumbuka muumba wake. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tuona hapa inatumika neno insan. Tena Mwenyezi Mungu akamaliza akasema, hakika mwanadamu ni mwenye kudhulumu nafsi yake na ni mjinga. Utaona sehemu nyingine, innal insana khuliqa halu'a idha massahu al-khayru manua wa idha massahu ash-sharru jazua. Hakika insan, mwanadamu ameumbwa katika hali ya mapatiko. Insan ikaja katika hali nyingine, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Lakini Mwenyezi Mungu alipotumia neno bani Adam, ametumia bani Adam kwa mwanadamu kwa maana kumpa heshima. Allah anasema, wa laqad karramna bani Adam, hakika tumemtukuza mwanadamu. Wa razaqnahu min at-tayyibat, tukamruzuku vilivyokuwa vizuri. Wa hamalnahu fil barri wal bahr, tunambeba katika bara na bahari. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, katika nyingine, ewe mwanadamu, mtoto wa Adamu, chukua mapambo yako katika pili na kwenda kuswali. Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna. Kwa tuone neno insan katika usulubu na kutumika katika Qur'an, inatumika kwa maana ya nuksan, mwenye mapungufu, na wasumia al-insanu insan, na ameitwa mwanadamu kwa jina la insan kwa maana kuwa anasahau neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasahau alipotoka, anasahau muumba wake. Hivyo leo tutakuwa na tafsiri ya sura inayomhusu mwanadamu mwenyewe, na Allah kaita suratul Insan. Insan kama tulivyosema kwa maana ya mwanadamu, lakini kilugha hutumika insan katika hali ya mwanadamu kughafilika, katika hali ya mwanadamu kughafilika. Sura hii suratul Insan ni sura ambayo wamehtilafiana na wafasiri wa Qur'an. Wapo wanaona ni sura iliyoteremka Makka kwa sababu ipo katikati ya suratul Makkiyya ambayo baina suratul Qiyamah na suratul Mursalat, na wapo wanaona ni suratul Madani
ni sura ya Madina kwa sababu ya zile aya zinazosema wayutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah. Aya hizi sababu nuzul ziliteremka kwa ajili ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na mkewe Fatima radhiyallahu anha binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Ali na Fatima hakika walikuwa tayari wake walipokuwa tayari katika mji wa Madina. Kwa hivyo wengi wakaona sura hii ni suratul Madaniyya, na wengine wakaona ni suratul Makki kwa sababu ni sura iliyopo katikati ya sura za Makka, na sura za Makka huwa zinaenda kwa maana zinafuatana, kwa sababu suratul Qiyamah ni suratul Makki na suratul Mursalati ni suratul Al-Makki, ni sura ambayo imeteremka Makka. Tukisema sura iliyoteremka Makka na sura iliyoteremka Madina, tunakusudia nini? Tunakusudia sura iliyoteremka kabla ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Sura hiyo huitwa ni sura iliyoteremka Makka na ni nyingi zaidi katika Qur'an. Na tukisema sura iliyoteremka Madina ni sura ambayo imeteremka baada ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra. Kwa hivyo utaona tukio la hijra linatupa tofauti baina ya sura iliyoteremka Makka na sura iliyoteremka Madina. Hivyo sura yoyote iliyoteremka kabla ya hijra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda Makka huitwa ni suratul Makkiyya, na sura yoyote iliyoteremka baada ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama Makka alipokuwa Madina huitwa ni suratul Madaniyya, hata kama sura hiyo au aya hizo ziliteremka mtume akiwa Makka. Kwa mfano, al-yawma ya'sa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hizi kusemwa ni miongoni mwa aya za mwisho kuteremka katika maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni aya zilizopo katika suratul Maida. Aya hizi ziliteremka siku ya Arafa. Siku gani? Ya Arafa. Na Arafa inafanyika wapi? Makka. Tufahamiana? Lakini sura ambayo zipo aya hizi na zilizoteremka katika siku hiyo, al-yawma uhilla lakum tayyibat, leo nimekuhalalisheni vitu vizuri, leo enyi mlioamini tekelezeni ahadi, hurimat alaykumul maytata. Aya zote hizi zilizoteremka katika suratul Maida ziliteremka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika Arafa, katika viwanja vya Arafa. Na viwanja vya Arafa viko Makka, lakini inaitwa sura ya Madina. Kwa nini inaitwa sura Madina? Kanuni ni ile ile, kwa sababu imeteremka baada ya hijra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuteremka kwa sura haina maana ya ardhi, ina maana ya tukio la hijra. Hijra ndio inatofautisha baina ya suratul Makkiyya na suratul Madaniyya. Hata kama sura itateremka Makka, lakini imeteremka baada ya hijra, sura hiyo inaitwa suratul Madaniyya. Tufahamiana? Hivyo sura hii, suratul Insan, sura ya mwanadamu, sura hii ni sura ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kuisoma katika swalatu subhi na swalatu Ijumaa. Alikuwa anapenda kusoma sura mbili, akisoma suratul Insan anasoma na suratu Sajda. Kwa nini alikuwa akisoma sura hii na anasoma suratu Sajda? Kwa sababu kuna uhusiano kati ya suratul Insan na suratu Sajda, kwa sababu suratul Insan inaelezea mwanzo wa kuumbwa mwanadamu ametoka wapi. Suratu Sajda ikafafanua uumbwaji wa mwanadamu. Tufahamiana? Suratul Insan inasema, Mwenyezi Mungu anasema inna khalaqna, Mwenyezi Mungu anasema hal ata ala inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira, katika suratul Insan. Suratul Sajda Mwenyezi Mungu anasema al
alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Atukuzwe Mwenyezi Mungu ambaye ahsana kulla shay'in khalaqa, alianza kuumba kila kitu kwa uzuri. Wa bada khalqa al-insana min tin, alianza kuumba, akaanza kumuumba mwanadamu kutokana na nini? Na udongo. Kisha Mwenyezi Mungu anasema thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, hakufanya kizazi chake cha Adam kitokana na udongo. Sisi kizazi cha Adam pekee yake ndio akaumbwa kutokana na udongo. Kisha Allah anasema waja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kisha akabadilisha, akaanza kumuumba kizazi chake hadi kutokana na udongo, kikatokana na tone la nini? La manii. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kisha akamweka sawa mwanadamu akawa ni kiumbe kamili. Wa nafakha fihi min ruhi, akampulizia roho. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara qalilan ma tashkurun, na akamjalia kuwa na masikio na macho, lakini machache mnashukuru. Suratul Insan ina uhusiano na sura iliyopo kabla yake. Sura iliyopo kabla yake ni Suratul Qiyamah, sivyo? Suratul Qiyamah Mwenyezi Mungu anasemaje? Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, katika aya za mwisho katika Suratul Qiyamah, sivyo? Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, je, mwanadamu anafikiri ataachwa bure? Yani asiulizwe neema za Allah alizifanyia nini, aachwe tu kama wanyama, asihesabiwe, asifanye chochote mwanadamu? Ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyin yumna, kwa nini aachwe hali ya kuwa yeye mwanadamu alikuwa ni nutfa? Nutfa ni nini? Tone la manii. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kisha mwanadamu huyo akawa ni alaqatan, pande la nyama. Hili pande la nyama, fa khalaqa fa sawwa, Allah akamuumba mwanadamu kamili. Waja'ala minhu zawjayn dhakara wal untha, kisha Mwenyezi Mungu akamjalia jinsia, hiki kipande cha nyama kikaumba kikawa kimtu kamili, kisha akakipa jinsia ya kike au kiume. Kisha Mwenyezi Mungu anasema alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, je, alifanya hayo kumuumba mwanadamu katika hatua hizo? Je, sio mwenye kuweza kuhuisha akiwa baada ya kuwa amekufa? Ndio Mwenyezi Mungu anasema hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Je, mwanadamu, hal si maana ya istifham hapa, hal ina maana ya qad. Qad ata ala al-insani hinun min ad-dahr, hakika kimepita kitabu katika muda. Kimepita kitabu katika nini? Katika muda. Hinun min ad-dahr, miaka mingi. Lam yakun shay'an madhkura, mwanadamu hakuwa ni kitu chenye kutajwa, hakuwa chochote. Kwa nini mwanadamu hakuwa chochote? Kwa sababu mwanadamu ndio kiumbe wa mwisho kuumbwa katika mgongo wa ardhi. Tufahamu, Allah baada ya kuumba dunia akaumba viumbe. Baada ya kuumba vyote na majini wakaja na viumbe vingineo, mwanadamu ndio akawa kiumbe wa mwisho kuumbwa katika mgongo wa ardhi. Kwa sisi ni viumbe wa mwisho. Dunia ilikuwepo muda mrefu, kisha Mwenyezi Mungu ndio akaamua kuumba mwanadamu, na kwa kuwa akamfanya kuwa kiumbe wa mwisho na akamfanya ndio kiongozi. Kwa siku zile Mwenyezi Mungu anaongea na malaika wake, inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaika wanafahamu viumbe waliokuwepo katika majini walifanya ufisadi, wakauana wao kwa wao. Wakaona Mwenyezi Mungu atamleta kiumbe kama mfano wale waliopita majini, lakini Mwenyezi Mungu akaambia inni a'lamu ma la ta'lamun, kwa kuwa alikuwa ameandaa kumleta Adam hali ya kuwa yeye ni kiongozi atakayempa uongofu. Hivyo husemwa mwanadamu bila uongofu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hana tofauti na wanyama. Walaqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am
bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Hakika tumeiandaa jahannam. Watu gani? Kathira min al-insi wal jinn. Tumeiandaa jahannam kwa sababu ya majini na watu wengi. Kwa nini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hawataki mwongozo wa Muhammad, hawataki mwongozo wa Mungu wao. Wana mioyo hawazingatii. Wala hum a'yunun la yubsiruna biha. Na wana macho lakini hawaoni. Wala hum adhanun la yasma'una biha. Na wana masikio lakini hawasikii maneno ya Mwenyezi Mungu. Wanasikia wataka mzina, wanazini. Wanasikia innamal khamru wal maisir, pombe ni haramu, kamari ni haramu, wanabeti na wanaitangaza na kamari. Hata msikitini wanavaa pesa, wanavaa yaoni maisha katika mwanga bora, pills na salada. Wala hum a'yunun la yusiruna biha. Wana macho lakini hawaoni. Ulaika kal an'am. Watu hao ni kama wanyama, bal hum adallu. Hao wamezidiwa na wanyama kwa sababu wanyama hawana mwongozo, hawana mitume, wao wana Qur'an, wana Mtume Muhammad, wana mifano mingi ya masahaba. Bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kwa hivyo mwanadamu akikosa uongofu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa kama mnyama. Ndio Mwenyezi Mungu anatuuliza swali gumu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan? Kaifa takfuruna billahi? Vipi mnamkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kuntum amwatan, hadi ya kuwa nyie mlikuwa mmekufa. Ndio tunaambiwa lam yakun shay'an madhkuran, hatukuwepo. Na maana ya hatukuwepo, tulikuwa tumekufa kihakika. Tulikuwa hatuhisi chochote, tulikuwa hatuoni chochote. Fa ahyakum, kisha Mwenyezi Mungu kwa neema zake ahyakum, akakupeni neema ya uhai. Fa ahyakum thumma yumitukum, kisha akakukuisheni. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, akakupeni uhai kisha akakukuisheni, kisha akakupeni uhai tena. Thumma ilayhi turja'un, kwake mtarejea, tutahesabiwa kama tendo tulilokuwa tukiyafanya. Hivyo sura hii kama anasema wafasiri wa Qur'an imeelezea asili ya mwanadamu alipoumbwa, jinsi alipoumbwa. Lakini uhusiano wa sura hii na suratul Qiyama ni uhusiano wa mambo ya peponi. Mambo ya peponi, Mwenyezi Mungu anasema wujuhu yawmaidhin nawira ila rabbiha nawira katika suratul Qiyama, sio? Na huku tunaambiwa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Tukaambiwa wa yatufu alayhim wildanun mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mambo ya peponi na neema za peponi. Sasa hizi neema za peponi, wakati sura hii iteremka, baadhi ya maswahaba walikuwa na shauku kubwa ya mambo ya peponi. Miongoni mwa sahaba mmoja, nimemsahau jina lake, lakini usahaba alikuwa ni mfano wa Bilal. Alikuwa amesilimu kutoka Habash, maana alikuwa ni Mwafrika mweusi kama sisi, tena alikuwa ni mweusi zaidi ya sisi. Unajua watu wa Habash wana weusi fulani unaong'aa. Watu wa Habashi wa Sudan pale wana weusi fulani mkali, tofauti na weusi wetu. Huyu sahaba maswali mengi aliyokuwa anamuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anamuuliza sana maswali kuhusiana na pepo tu. Yaani akikutana na Mtume yeye hana swali lingine. Mtume, hivi na peponi kuna ghorofa? Mtume, na peponi kuna wanawake? Mtume, na peponi kuna vinywaji? Na peponi kuna kadha? Ndio ikateremka suratul Insan kuelezea neema za nini? Za peponi. Baada ya kuteremka suratul Insan, huyu sahaba anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafa kwa shauku ya pepo. Akafa kwa shauku ya nini? Yaani ile shauku ya pepo na neema za peponi zikampelekea kufikiria katika kichwa chake mpaka akapoteza maisha, akafa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hakika huyu amekufa kutokana na shauku ya neema za peponi. Na masahaba ni wengi ambao walikuwa na pupa ya peponi, pupa ya mambo ya pepo. Tukizungumza pupa ya mambo ya peponi, tunakusudia
ni utayari wa masahaba kufanya matendo ya kheri. Ni utayari wa masahaba kufanya matendo ya nini? Ya kheri. Sahaba mmoja katika vita vya Badri alipokuwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume akasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hiyo ni aya inayoelezea neema za peponi. Mwenyezi Mungu anatuambia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Fanyeni pupa gani? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Fanyeni pupa kutafuta maghfira, kuomba msamaha, min rabbikum wa janna, ili pate pepo. Arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, pepo ambayo imeandaliwa watu walikuwa wamemwema. Sahaba huyu, najua masahaba katika safari zao walikuwa hawaachi kutembea na tende, kwa sababu tende ni chakula kinachotiba mambo ya sihiri, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad. Tende inatibu sihiri, inatibu na sumu. Sumu zote unazokula unaambiwa mwisho wa siku malizia kula tende, ili katika vyakula ambavyo kwenye madhara viweze kutibiwa na nini? Na tende. Kwa masahaba walipokuwa wakienda vitani, walikuwa na vikoba vyao vidogo vina tende. Sahaba huyu alikuwa anakula tende katika vita vya Badr. Kisha akamuuliza Mtume Muhammad, arduha as-samawati wal ardu ya Rasulullah, hiyo pepo Mtume unayosema upana wake ni mbingu na ardhi? Mtume akamwambia, acha, hakika pepo hiyo upana wake ni mbingu na ardhi. Yule sahaba wakati anakula zile tendo akasema, hakika mimi siwezi kuvumilia kula tende mpaka nikamalize, utakuwa ni uhai mrefu. Akachukua zile tende zilizobakia akazitupa, akaenda kupigana katika vita vya Badri. Fakatala fastushida, akapigana kwa nene, akauawa. Anaitwa Amr bin Umayr al-Ansari, akaweza kuuawa katika vita vya Badri. Kwa hiyo aya za pepo zinatengeneza shauku kwa Waislamu. Ile shauku inawasukuma kufanya matendo ili waweze kuipata pepo, kama ni jihad, kama ni kutoa sadaka, kama ni kusaidia maskini, kama ni kujenga misikiti, kama kuja kufanya matendo yote ya kheri. Masahaba kusikia pepo wanakuwa wametangaziwa tenda kubwa. Tufahamiana? Wakisikia pepo wanakuwa wametangaziwa tenda kubwa. Kwa hiyo sura hii inaelezea neema za peponi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia watu ambao wamewacha Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Mwanadamu asijione yeye, asijione na kiburi na mali na kadhalika na cheo, hakuwa chochote. Afahamu kwamba hakuwa ni kitu chochote chenye kutajwa, hakuwa chochote zaidi. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Ndio maana tukasema kuna alaka baina suratul insan na suratul sajda. Hapa aya hii lam yakun shay'an madhkuran, hapa ameelezwa mwanadamu yoyote, sawa sawa awe baba yetu Adam au mwanadamu mwingine yoyote. Lakini hapa aya pili Mwenyezi Mungu akatofautisha. Hapa manake Adam haingii. Kwa nini Adam haingii? Kwa sababu Adam hakuumbwa kutokana na manii. Tutafahamiana? Bali kizazi cha Adam ndicho ambacho kimetokana na manii. Allah anasema, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Hakika tumemuumba mwanadamu min nutfatin amshaj, kutokana na tone la manii. Amshaj lililochanganyika na mbegu za mwanaume na mbegu za mwanamke. Na manii yenyewe hayapendezi, huwezi ukatembea nayo, lakini ndiyo asili ya mwanadamu. Hapa Allah anaonyesha ihtiqari, kwamba mwanadamu ni kiumbe duni. Yeye mwenyewe kaumbwa kutokana na shahwa ambazo zinatoka kwa mwanadamu, shahwa ambazo mwanadamu hata zikitoka kwake ni kero, anaziondoa katika mwili wake. Na bitalihi ibtila, ili tuweze kumjaribu
Tumjaribu nini? Tumjaribu, je, atakumbuka alikotoka? Sisi wanadamu tunatakiwa tukumbuke tulikotoka. Tumetoka wapi? Tumetoka katika tone la manii. Ukikumbuka umetoka katika tone la manii, huwezi kuwadharau watu, huwezi kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu anashangaa anasema, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Mwanadamu, kitu gani kimekudanganya mpaka ukamsahau Mola wako? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala, ambaye Mwenyezi Mungu kakumba wewe, fasawwaka, akakuweka sawa sawa, fa'adala au fa'adala, akakuweka vizuri, fi ayi surati ma sha'a, kakuweka katika sura nzuri. Unasikia, una macho, una akili, unatambua, na umepewa uwezo wa kutawala viumbe wengine wote. Ulishaona nyumba ya jini, ushaona nyumba ya viumbe wengine. Bali duniani tunaona athari ya mwanadamu ya vitu alivyofanyaje viimarisha, ila hatuoni athari ya viumbe wengine. Hawa majini ambao wengine wanaabudu, tunaambiwa tushakula sisi ule ukautupa, kinachobaki kale kama mchuzi kamfupa ndio chakula cha ndugu yenu majini. Ndio tunamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukakatazwa tusijisafishe kwa kutumia mfupa wa chakula. Tunakasema ta'amu ikhwanukum min al-jinn, chakula cha ndugu zenu majini. Yaani wao ni kumbe dhaifu kiasi kwamba wanakula mabakio yetu sisi. Umeshaunyonya mfupa, umekatia kuisha, muona haufai tena kwa utupa, jini ndio anapita nao. Na nyumba zao hatuzioni. Lakini sisi nyumba zetu zinaonekana, magorofa yaonekana, mameli yaonekana, madege. Wa hamalnahu fil barri wal bahr wa laqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Tumemtukuza mwanadamu, tunambeba bara na bahari. Wa razaqnahu min at-tayyibati wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na tukampa heshima na tukamfadhilisha zaidi kuliko wengi ambao tuliowaumba. Yani manake athari ya mwanadamu katika ulimwengu ni kubwa kuliko athari ya kiumbe kingine. Baada ya Mwenyezi Mungu kumuumba kutokana na tone la manii, faja'alnahu sami'an basira. Yani fikiria manii ambayo yameumba mwili wako. Katika mwili wako kuna masikio, lakini masikio kazi yake sio kuona, ni kusikia. Haya manii yameumba macho. Haya macho kazi yake sio kusikia, ni kuona. Haya manii yameumba ulimi. Kazi yake sio yoyote, ni kupata ladha ya chakula na kuonja na kutofautisha ladha mbalimbali katika vyakula. Hebu angalia uumbaji wa Allah. Ukifikiria zaidi utaona ni uumbaji wa Allah Ta'ala Allahu amma yushrikun. Ametakasika Mwenyezi Mungu na vile ambavyo watu wanamshirikisha. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, inna hadainahu sabil. Allah baada ya kumpa hawasi tunasema ni hisia tano. Amemuumba mwanadamu kisha kumwacha akampa hisia tano. Hisia tano ni kusikia, kuona, kuonja, kuhisi na kufanyaje? Kusikia, kuona, kunusa, kuonja na kuhisi. Hisia tano zimekamilika hiyo, sivyo? Hizi hisia tano Mwenyezi Mungu hakuziacha tu kwa mwanadamu, kwa sababu hata wanyama wana hisia tano. Allah akamuongezea kitu kingine mwanadamu ambacho ni nini? Ni akili. Hata mwenye wazimu ana hisia tano, lakini hawezi kupambanua akili. Sasa ndio Allah akatupa akili. Kwa hiyo useme Allah amempa heshima zaidi mwanadamu kuliko viumbe wengine kwa kumpa akili, utashi wa kuchagua lililokuwa sahihi zaidi. Tufahamiana? Kwa kumpa akili, utashi wa kuchagua lililokuwa bora katika maisha yake ya duniani hapa na ya akhera. Ndio maana Allah akampa nini? Akili. Hapa hisia tano haikutosha kumpa hisia tano, lakini akampa na akili. Nini maana ya akili? Tunajua maana ya akili. Tukisema akili tunamaanisha nini? Neno akili, huyu mtu ana akili.
Tunafahamu maana ya akili, au ndio ile akili ni nywele, kila mtu ana zake. Akili maana yake ni hii. Wanasema watu wa falsafa wa Kiislamu, wa naqlu alwaqi'u ila intimari biwasitati al-ihsasi ma'a ma'lumatin sabiqatin yufassiru hadha alwaqi'. Ili patikane akili panahitajika mambo manne. Ili patikane akili panahitajika mambo ngapi? Manne. Kwanza wanasema waqia. Waqia ni hali halisi au kitu. Pia upatikane ubongo, sio ubongo tu, ubongo salama. Unaweza kuwa na ubongo lakini sio salama. Hata kuna wazima na ubongo lakini ubongo wake sio salama. Pia mtu huyo awe na hisia salama, tulizozitaja hisia tano za mwanadamu. Pia iwepo elimu iliyotangulia. Kwa mambo manne: elimu iliyotangulia, kitu au hali halisi, hisia tano na ubongo salama. Vikiwepo vitu vinne, inapatikana akili. Inapatikana nini? Akili. Maana yake ni nini? Ili mchakato wa akili uweze kukamilika, unahitaji vitu vinne. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, inna hadainahu sabila. Inna hadainahu sabila. Baada ya kuwa mwanadamu ameumbwa na hisia tano, faja'alnahu sami'an basira, anasikia, anaona, anahisi, anafanyaje, Allah akampa akili. Akili gani? Ya kuchagua lililofaa katika maisha yake. Tunafahamiana? Kwa sisi wanadamu tumepewa akili, sio kama wanyama. Tumepewa nini? Akili. Inna hadainahu sabila. Hadainahu sabila ni akili ambayo Mwenyezi Mungu kaiumba katika bongo la mwanadamu. Akili hii ndio kazi yake kuchagua lililokuwa zuri na lililokuwa baya. Hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Akitumia akili hii vizuri, atamtumikia Mwenyezi Mungu, atakuwa mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad. Tulizungumza juzi kuhusiana na fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafikiri tunakumbuka kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maumbile yetu sisi wanadamu katuumbia kuukubali Uislamu. Kila mwanadamu aliyeumbwa katika ulimwengu, umbile lake limeumbwa kukubali Bwana Mtume Muhammad. Tafahamiana? Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema Uislamu ni dini inayoendana na maumbile ya mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu alipoumbwa ameumbwa kukubali tauhid, kukubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tafahamiana? Kwa hivyo imma hadainahu sabila, inna hadainahu sabila, imma shakiran wa imma kafuran. Maana yake imma mwanadamu amkubali Mwenyezi Mungu kwa akili aliyopewa, kwa hiari yake, basi na kulazimishwa. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu hataki kumwadhibu mtu akiwa anafanya jambo ambalo kwa kutezwa nguvu, ndio maana akampa akili. Ndio tukaambiwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sivyo? Allah hawezi kuilazimisha nafsi isipokuwa lile jambo liko ndani ya nini? Ya uweza wake. Jambo liko ndani ya nini? Ya uweza wake. Imma shakiran wa imma kafura. Imma amkubali Bwana Mtume Muhammad, awe pamoja na masahaba wa Bwana Mtume Muhammad, awe pamoja na mitume, awe pamoja na tabi'in, awe pamoja na watu wema. Wa imma kafura, au awe pamoja na kina Ibilisi, awe pamoja na Firaun na kikundi chake, na leo tuna kina Trump wanatusumbua duniani hapa. Wa imma kafura, au kateni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kapewa akili. Kwa hiyo ukafiri sio jambo la wamelazimishwa makafiri kuwa makafiri, ni hiari yao, kwa sababu katika mioyo yao wanakiri tauhid, kwa sababu watu wameumbwa kumkubali Bwana Mtume Muhammad. Au wanasema fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kabla mtu hajaletwa duniani, nafsi yake inajua. Kwa shehe, wewe ukimdhulumu mtu, nafsi yako sinakusuta, inajua kama umemdhulumu mtu. Ukitenda kheri unasema wallahi hapa nimefanya ikhlas. Ukichukua cha mtu, nafsi yako yenyewe inasema hii sio haki yangu nilichukua. Hasa hiyo nafsi inakwambia kwamba hiki nilichofanya sio sahihi. Hiyo ilikuwa kabla hujaumbwa. Ndio fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah anasema
inna a'tadna lilkafirina, ikiwa utamshukuru Mwenyezi Mungu utakuwa upande wa Mungu, na ikiwa utamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala utakuwa upande wa makafiri waliomwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa upande huo Allah anasema hakika a'tadna lilkafirina, amewadalia makafiri salasila, minyororo wa aghlalan, na pingu. Si pingu zipo huko duniani ukiwa Mungu sana wanakufunga nyuma huko, si ndivyo? Ukiwa wewe ni jambazi kabisa wanakufunga nyuma huko, ukiwa kidogo ni kibaka unafunga hata pingu moja, watu wawili kwa mmoja unakuwa hauna pingu, si ndivyo? Sasa hawa makafiri siku ya kiyama Allah anasema a'tadna lilkafirina salasila. Salasila ni minyororo inayofungwa katika miguu na shingoni. Shingo ya mbwa inafungwa minyororo, si ndivyo? Na makafiri siku ya kiyama wao watakaofungwa minyororo kwenye miguu na shingoni. Ndio Mwenyezi Mungu anasema khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu. Malaika wataambiwa mkamateni, mvurute. Anavurutwaje? Anavurutwa amefungwa mnyororo shingoni, mwingine kafungwa mnyororo kwenye mguu, na huko amefungwa pingu mikononi. Tafahamiana? Khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu. Wanamburusa kwa minyororo malaika wenye nguvu, khilafu shidadu la ya'suna Allah ma amarahu. Wanamburuta mtu mwovu kuanzia huko mbali, wanamburuta mpaka katika moto wa jahannam. Thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dharruha 70 dhira'an fasluhu. Wanamburuta katika minyororo mirefu, mnyororo wenye urefu wa dhiraa 60. Kwa hiyo anayevuta mnyororo yuko msikiti wa Ijumaa, anakuvuta wewe huko Raudha. Tafahamiana? Huko Raudha mwenye mnyororo anayevuta malaika yuko Ijumaa pale, dhiraa 60. Thumma fi silsilatin dharruha 70 dhira'an fasluhu. Kisha atavuta katika mnyororo ambao ni mrefu wenye dhiraa zaidi ya 60, dharruha 70 dhiraa 70. Thumma fi silsilatin dharruha 70 dhira'an fasluhu thumma aljahima salluhu. Kisha mkizeni jahannam. Kwa nini? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Alikuwa amemkataa Mwenyezi Mungu. Yeye mateso yake ni waganga, wamwangalizie waganga, biashara ikiyumba kidogo mganga wake ndio mshauri, ndio anayesaidia. Hawamini Mwenyezi Mungu, hamtaki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'ami miskin. Kazungukwa na maskini na mayatima, yeye anaona pesa alikula yeye na familia yake na watoto wake, watoto wengine waje na wafe na wasiwali, adui chochote. Maskini hawailishi maskini. Mungu anasema falaisa lahu liyawma hauna hamim. Leo hatakuwa na jinsi nyingine isipokuwa na maji yaliyochemka. Tena Mwenyezi Mungu ukiwa umefungwa mnyororo ukikaribiwa ukishaingizwa katika moto wa jahannam, hauingizwe eti umefungwa minyororo na miguu, hapana. Ukiwa mbovu zaidi wanakubadilishia namna kufunga. Unajua na ufungaji? Wanakufunga pingu za nyuma. Unafunga pingu nyuma. Kisha unafunga minyororo kwenye miguu. Kisha ule minyororo wa kwenye shingo na kwenye miguu unakutana. Yaani kisogo chako na nyayo zako za nyuma. Umefahamu? Allah anasema yuhrafu al-mujrimuna bisimahum. Utawajua watu waovu kwa alama zao siku ya kiyama. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Watafunga minyororo kinyume, yani kwenye kisogo chake na kwenye visiguno vya miguu. Hapa nakuwa mfano wa tairi. Wewe unaweza hata kusema kwamba kisiguno chako kijikunje kwa nyuma, yani kisigino chako cha nyuma kiguse kisogo uwezi. Lakini siku ya kiyama utafungwa. Kisha utatupwa katika moto wa jahannam. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Utakuwa unazunguka katika maji yaliyochemka. Ukisikia kiu unapewa maji yaliyokuwa yamechemka. Ukitaka chakula unapewa laisa lahum ta'amun illa min dha'if. Unapewa chakula
Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na mambo haya maovu machafu, ili tusiwe miongoni mwa makafiri watakaofungwa minyororo na pingu siku ya Kiyama, bali tuwe miongoni mwao. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, hakika watu wema yashrabuna min ka'sin kana, watakuwa wanakunywa min ka'sin, katika glasi zenye vinywaji, kana mizajuha kafura, watakuwa wanakunywa katika glasi zenye maji, mizajuha kafura. Hicho kinywaji kinakuwa kinafanana na karafuu. Haina maana karafuu kama ya Zanzibar. Kila neema iliyotajwa katika Qur'ani ni mfano tu, ili angalau uweze kupata picha. Tafahamiana? Kila neema iliyotajwa katika Qur'ani, ukisikia zanjabila, haina maana zanjabili tangawizi ya sokokuu. Tafahamiana? Haina maana karafuu ya Zanzibar ni mfano, yani karafuu ya peponi sio kama ya Zanzibar, haifanani. Wala tangawizi ya peponi sio kama tangawizi ya Kigoma, hazifanani, ni mfano. Makomamanga ya peponi sio kama makomamanga ya kwako, ukipasua kidogo linakuwa na wadudu, mara huko limeiva, huko halijaiva, mara lina utamu, mara lina uchachu, ni mfano. Tende za peponi sio kama nazo za Musa hapo nje, au sio kama za Saudi Arabia, ni mfano tu. Ni nini? Ni mfano tu peke yake. Kwa tunaambiwa yashrabuna min ka'sin kana, watu wema watakuwa wananywesha katika glasi, ka'sin kana mizajuha kafura, ambao mizajuha imechanganywa kidogo, yani ukinywaji utakachokunyesha katika pepo kimechanganywa kidogo na ladha ya karafuu. Kinywaji ghali kabisa peponi, kinywaji ghali zaidi peponi kinaitwa tasnim. Hiki hawatokunywa isipokuwa ni mitume na watu wa hali ya juu. Kinywaji ghali zaidi peponi, kinywaji ghali zaidi peponi kinaitwa tasnim. Hicho ndio aghla sharabul janna. Hiki watu wa kawaida tukiingia peponi hawataweza kukinywa, na wale watakaokuwa wamekaribia watapewa kidogo, watakuwa wanadondoshewa kidogo, wa mizajuhu min taslim, yani watakuwa wanaongezewa kidogo ka flavor. Tunafahamu ka flavor, kama tengeneza juisi yako afu unaweka ka flavor ka ladha fulani, yani wale ambao wamekaribia kidogo ndio wanakuwa kwa ka flavor kidogo katika taslim. Lakini hiyo taslim atakunywa Bwana Mtume Muhammad na watu wema wengi ambao wenye hadhi ya mitume waliofanya matendo mema makubwa katika Uislamu na katika maisha haya duniani, ndio watakunywa kinywaji kinaitwa tasnim. Wale waliokaribia kidogo, mizajuhu, watapewa kidogo ka flavor, yani kama na glasi yake, kisha anadondoshewa vitoni vidogo kidogo, anadondoshewa vitoni. Wewe duba huko wewe unadondoshewa kidogo, sio kinywaji chenyewe kidogo, wa mizajuhu min tasnim. Tafahamiana? Kwa hiyo aghla sharabul janna, kinywaji ghali zaidi katika pepo inaitwa tasnim. Sio watu watakaoingia peponi watakunywa tasnim, bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume na watu wakubwa katika watu wema. Sisi wengine ukibahatika kunywa wa mizajuhu, ukibahatika unapewa kafara kidogo, vitoni kadhaa unadondeshwa kwenye glasi. Tafahamiana? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tukimalizia aya mwisho, Allah anasema aina yashrabu biha ibadullah. Peponi bana kuna machemchemu mengi. Peponi kuna chemchemu nyingi sana. Kuna chemchemu za maji ya moto, kuna chemchemu za maji ya baridi. Kuna shiri moja tutaizungumza siku ya kesho, alikuwa anazungumza Jaafar, anazungumzia neema za peponi katika vita vya Muta. Ukifika katika hizi aya ambazo tunazungumza hapa, utaona kuna maneno ya Jaafar huko mbele. Siku ya kesho inshallah tutagusia aina yashrabu biha ibadullah. Kuna chemchemu ambazo yashrabu biha ibadullah,
watakunywa katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa yashrabu biha ibadullah, ni waja wa peponi watakaoingia katika ile level ya kawaida, sio ile level ya juu. Tunafahamiana? Hawa waliotajwa hapa ni wale wa kina sisi. Ukiambiwa toa sadaka unatoa 10, unatoa 20. Lakini kama tungeambiwa leo twende njiani, nakuaje sasa hii kidogo hii bana, tunarudi nyuma, si ndivyo? Au kama mtihani mzito ukashika kuuhimili. Sasa watu wengi sana wataingia peponi, lakini pepo itakuwa na daraja zake na maratibu zake. Kwa sisi wa kawaida ile wa aina yashrabu biha ibad. Tafadhali yufajjirunaha tafjira, watakuwa kuna machemchemi yanatoka huko chini ambao watakunywa katika waja wa Allah. Ibadullah maana ni wacha Mungu. Yufajjirunaha tafjira, yale machemchemi yanatoka huko chini yanatoa machemchemi, mengine yanatoka maji, mengine yanatoka kinywaji fulani, mengine yanatoka maziwa, mengine yanatoka asali. Tunafahamiana? Yaani peponi hamna ng'ombe, unatoka kuna maziwa lakini hamna ng'ombe shehe. Eti kama kuna ng'ombe utakuwa unachunga kule, unachunga ng'ombe zako, shamba lako lile kule Kisesa, Sheduba. Shamba lako kule Kisesa unachunga ng'ombe wako. Hauna peponi una shamba lingine na kuchunga ng'ombe unapata maziwa. Peponi hamna hii biashara hii. Peponi shehe wangu ni mito inatoa maziwa. Allah akasema mathalul jannati allati wu'ida al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghayri asin. Mfano wa pepo hapo Mwenyezi Mungu kaiwaandalia watu wa Mungu, ndani yake kuna mito inapita ya maji min ghairi asin, maji ambayo hayaharibiki. Maji yasiyoharibika maji ya jambo ukishaacha kidogo ukaacha siku 3 na shangana toa harufu. Maji ya jambo, maji ya Kilimanjaro, maji ya nini, haya maji yote ya duniani yanaharibika. Na yanakiwa mpaka na madawa lakini bado yanaharibika. Wanakiwa dawa yasikiae kidogo ya kuvumilie lakini bado yanaharibika. Maji ya peponi Mwenyezi Mungu min ma'in ghairi asin, maji hayaharibiki shehe. Wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya pombe. Wa anharu min labanin lam yataghayyara ta'amuhu, na kuna mito ya maziwa yasiyoharibika ladha yake. Maziwa duniani kika baada ya muda yanaganda, yanakuwa mgando, si ndivyo? Yanachachuka, yanakuwa machungu. Hata maziwa mgando yakifika kwa mgando na yenyewe yanazidi kuwa chachu. Mwenyezi Mungu kwa peponi labanun lam yataghayyara ta'amuhu, kuna mito ambayo ni ya maziwa yale hayaharibiki ladha yake. Wa anharu min asalin musaffa, na kuna mito ya asali ambayo ni safi, sio kama Tabora. Sio kusema asali ya Tabora ndio asali kiwango, lakini mito ya asali ya peponi haina mfano wake. Asali haina wadudu, haina uchafu. Asali musaffa, Allah haisifu asali safi. Wala fiha min kulli thamarat, watapata kila aina matunda. Wa maghfiratun min rabbihim, na msamaha kutoka kwa Mola wao. Tunasema Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa kaman huwa khalidun fin nar. Je, hawa watakaoingia peponi watakuwa hivyo? Vile watakaoingia motoni, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum, wao watanyesha maji yaliyochemka. Hayo maji wakiwa wanakunywa katika matumbo yao yanakatakata nyama za matumbo yao, wanakuwa wanatapika mabonge ya nyama ambazo na damu, wanatapika mabonge ya nyama, mabonge ya damu kwa kunywa maji ya motoni yalikuwa yamechemshwa. Je, Mungu anasema kama ni khalidun fin nari wasquma hamima faqatta'a ma'ahu. Hawa watu wanafanana, huku ana maziwa, huku ananyesha maji yaliyochemka. Kihakika hawafanani. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa watu ambao watakaoweza kuiona pepo, tutakaokunywa yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Allahumma ballighna laylatal qadr, Allahumma ballighna laylatal qadr, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal siyamana bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah tuishia leo hapo. Kuna swali?